Naam, ni safari ya leo tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hujambo na karibu kwenye Baragum Live inayokuja hivi sasa. Tamati ni saa 3 kamili asubuhi ya leo. Yako mambo mengi sana ambayo tumekuandalia kwa lengo la kukuhabarisha, kukuelimisha, lakini pia na mambo mengine ikiwemo burudani. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, mwenzangu ni Emily Lazarus ambaye naye yuko hapa na kubwa zaidi tuko tayari kwa ajili ya kukuletea mahojiano ya hapa na pale, lakini pia na taarifa mbalimbali ambazo zimeweza kujiri. Lakini pia tushukuru katika mwanzo tu wa kipindi chetu, asante sana kwa Debra Mwasumbi, Yakini Mwakatobe, Niko Arajiga, na wenyewe ni sehemu ya timu yetu ya kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinakufikia popote pale ulipo wewe mtazamaji wa Baragum Live. Lakini leo naomba nikujuze kwamba muda mfupi watakapokuwa tayari tutajiunga na wenzetu kutoka Dodoma, ambapo leo hii watafanya mahojiano na Waziri wa Madini Anthony Mavunde, na mada itakuwa ni mikakati ya wizara kuongeza pato la taifa kupitia sekta ya madini. Hilo ni miongoni mwa jambo kubwa zaidi. Tunataka kuona kwamba sekta ya madini inakuwa kadri ya siku inavyozidi kwenda inaweza kuongeza kwa asilimia kubwa katika pato la taifa. Na nikitazama kwenye runinga yangu hapa ya ndani naona wenzetu kutoka Dodoma wako tayari. Emily, habari ya asubuhi ndugu yangu? Tuko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko hapa. Sawa. Ndio. Sasa kwa nafasi ya kipekee na tunamwambia tayari Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya madini Anthony Mavunde amekwisha wasili eneo la kufanyia mahojiano, na kwenye runinga pale namuona Roda Simba tayari kwa ajili ya mahojiano. Karibu sana Roda Simba kutoka Dodoma kwa ajili ya mahojiano na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde. Asante sana studio zetu hapo jijini Dar es Salaam. Mtazamaji wa Channel 10, habari za asubuhi popote pale unapotutazama. Karibu kwenye matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Dodoma, ikiwa ni sehemu ya Baragum Live kutoka hapa, na leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, Jumanne Disemba 30 mwaka 2025, kasoro siku moja tu kuweza kuhitimisha mwaka 2025. Mimi ni Roda Simba ambaye nitakuendeshea matangazo haya, lakini katika upande wa kamera na msimamizi wa matangazo haya nitakuwa na Mapendo Kasichi, na leo nakwenda kuzungumza na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde. Tunazungumzia mikakati ya wizara kuongeza pato la taifa kupitia sekta ya madini. Mheshimiwa, habari za asubuhi? Salama kabisa. Hongera kwa majukumu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa, tunapoanza kabisa kipindi chetu tufahamu ni kwa kiwango gani rasilimali hii ya madini nchini inapatikana kwa sasa? Tanzania ni kati ya nchi chache zilizobarikiwa kuwa na madini mengi tofauti, na Mwenyezi Mungu ametujalia tunayo madini ya metali ambayo ndo yanaingiza dhahabu ndani yake, tunayo madini ujenzi, tunayo madini ya viwandani, tunayo madini ya vito ambako ndo Tanzania inapatikana madini yale adimu kabisa ya Tanzanite, lakini pia tunayo madini adimu au madini ya kimkakati ambayo ndo sasa hivi dunia inaelekea huko. Kwa hiyo kwa Tanzania kwa maana ya uwepo wa madini hayo Mungu ametujalia tunayo, isipokuwa hivi sasa tupo katika mkakati kuhakikisha kwamba tunafahamu tunayo kwa kiasi gani. Ndio hicho ambacho kinaitwa utafiti wa kina. Asante. Mheshimiwa, kufuatia kuwepo kwa rasilimali hii, hebu tufahamu sasa ni upi mkakati wa wizara kuhakikisha wananchi wananufaika na haya madini? Madini ni rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, ambayo lazima itoe mchango chanya katika kuhakikisha kwamba tunainua uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, lakini vile vile tunaboresha maisha ya wananchi wanaoshiriki kwenye sekta ya madini, lakini pia wanaozunguka maeneo ya migodi. Kwa hivi sasa sekta ya madini imeanza kuwa na mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, na hasa kupitia wachimbaji wadogo ambao asilimia kubwa ni wa Tanzania kwa mujibu wa sheria. Na hivi sasa katika maduhuli ambayo yanakusanywa na serikali kuu kupitia sekta ya madini,
wachimbaji wanachangia kwa zaidi ya 40%, wachimbaji wadogo wanachangia kwa zaidi ya 40%. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo hivi sasa mchango wake umeongezeka sana kuwagusa Watanzania wengi. Sasa nikirudi katika swali la msingi, rasilimali hii na wanufaishaji wa Tanzania, cha kwanza kupitia uwekezaji mkubwa unaofanyika, nchi yetu inapata fursa ya kukusanya kodi, kukusanya ushuru na tozo mbalimbali ambao inatumika katika kuimarisha uchumi wetu na vile vile kusaidia upatikanaji wa huduma za kijamii ambao zinawagusa wananchi mwisho wa siku. Hili ni eneo moja kubwa ambalo limekuwa likifanyika. Lakini eneo la pili, sheria yetu ya madini sura ya 123 kifungu cha 102 na kifungu cha 105 vikisoma vyote kwa pamoja, cha 102 kinaweka sharti la lazima Watanzania wahusishwe kwenye masuala ya madini kwa maana ya local content. Na kwenye local content maana yake ni ajira za Watanzania, lakini vile vile Watanzania kupata fursa ya kuweza kusambaza bidhaa na kutoa huduma kwenye migodi. Kwa mwaka mmoja, migodi yote Tanzania katika eneo hili la local content kwa maana ya uhitaji wa huduma na bidhaa wanatumia zaidi ya shilingi trilioni 5.1. Lengo letu sisi Wizara ya Madini ni kuona zaidi ya 90% ya fedha hii inabaki nchini na inawanufaisha Watanzania, na ndio kazi ambayo tunaendelea kuifanya hivi sasa. Tuna marekebisho mengi ya sheria na kanuni kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa mstari wa mbele katika jambo hili. Lakini pia kifungu cha 105 cha sheria kinazungumza kuhusu uwajibikaji kwa jamii, CSR, ambao miaka ya zamani, miaka 10-15 iliyopita, makampuni haya makubwa walikuwa wanaweza wakaamua ile jamii ambayo inawazunguka wao wawajengee nini, wawapatie nini kama CSR. Wengine walikuwa wanaamua kuwajengea vyoo, kuwajengea darasa moja, alafu imeisha. Lakini safari hii tumetunga sheria na kanuni ya kuhakikisha kwamba kila mmiliki wa leseni, hasa hizi leseni kubwa SML na ML pamoja na PML, lakini hasa ukiangalia hizi mbili kubwa, ana wajibu wa kuhakikisha jamii inayomzunguka inapata huduma kupitia yeye kwa urejeshaji ule wa jamii. Sasa hivi sasa jamii husika ndio inayoibua mradi. Wao wanakaa kwa mujibu wa sheria na zile kanuni zetu, wanakaa kwenye kamati zao, wao ndio wanawaambia mgodi, sisi katika eneo letu hatuhitaji kituo cha afya, tunahitaji ujenzi wa shule ya sekondari ili watoto wetu wasitembee umbali mrefu. Hayo ndio mabadiliko makubwa ambayo tumeyafanya kupitia kanuni na kupitia sheria hii. Lakini tumeenda mbali zaidi. Nao kesi moja ya pale Nyamongo Tarime ambako tulikuwa tuna changamoto kubwa sana la kitu kinaitwa kwa Kiswahili nafikiri lugha inaweza kuwa ni neno uvamizi kwenye mgodi. Vijana asilimia kubwa wa pale Tarime ilikuwa ikifika muda wanakwenda pale mgodini, wanaruka, wanavamia pale na inatokea rabsha kidogo na walinzi pamoja na askari. Kwa hiyo tukakaa pamoja na mgodi tukamwambia, ninyi kweli mnachimba hapa na hii ndio jamii ambayo inawazunguka. Jamii hii shughuli yao kubwa ya kiuchumi ni madini. Na ndio shughuli ambayo ninyi mnaifanya. Kwa hiyo badala ya kila mwaka kuendelea kuongeza uzio wenu kwenda juu ambao ni gharama kubwa, ni billions of money, kuongeza uzio, kuimarisha ulinzi, hiyo fedha tutumie kufanya utafiti, tuwachukua vijana, tuwapatie mradi wa kiuchumi ambao ni uchimbaji. Kwa hiyo Barki walikubali kurudisha baadhi ya leseni na sisi wizara tukaongeza leseni zingine tukazitoa pale Tarime, na nilikwenda kukabidhi leseni kwa zaidi ya vijana 2000 ambao hivi sasa na wameanza taratibu za kuchimba maeneo ambayo yanazunguka pale Barki, lakini lengo ni kuimarisha uchumi wa jamii ambayo inapakana na maeneo ya migodi. Hii imesaidia sana kutatua migogoro, lakini vile vile kupunguza ule uhasama wakati ya kampuni na wananchi kuona kwamba rasilimali hii haiwezi kuwasaidia. Hiyo tumesaidia sana kuifanya hivyo. Na ndio hasa lengo na makusudio kuona Watanzania
wanufaika na rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Asante. Mheshimiwa, hebu tufahamu ni madini gani ambayo kwa sasa yanachangia katika uchumi wa taifa? Katika madini yote tulionayo, dhahabu ndio inaongoza. Dhahabu ndio inaongoza kwa kuwa na mchango mkubwa katika bidhaa za madini ambazo zimekuwa zikisafirishwa kiwango kubwa kwenda nje ya nchi, kwa maana ya masoko ya nje, lakini vile kutuingizia fedha za kigeni. Dhahabu ndio inaongoza, na ukiangalia sasa hivi duniani bei ya dhahabu imepanda kwa kiwango kikubwa sana. Haikutegemewa na haijawahi kutarajiwa kufika bei ambayo imefika hivi sasa. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia haraka haraka wazalishaji wengi sana kwa hivi sasa wananufaika na bei hii, kwa sababu imewapeleka mbali sana. Hivi sasa kwa bei ya jana ile ounce moja, troy ounce moja ilikuwa inafika mpaka dola 4,445 ambayo haijawahi kutokea kabisa kwa miaka mingi sana. Kwa ukiangalia dhahabu ndo hasa ina mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi yetu Tanzania. Lakini pia unaweza ukaipima kupitia sasa hivi BOT. Benki yetu kuu ya Tanzania hivi sasa inanunua dhahabu kupitia utaratibu ambao tuliweka wa marekebisho ya sheria ya madini ya kifungu cha 59, kifungu kidogo cha kwanza na cha pili, ambao tulifanyia marekebisho kuhakikisha kwamba kila mmiliki wa leseni anayezalisha madini hapa nchini Tanzania ambayo yanasafirishwa nje ya nchi baada ya kuongezewa thamani, anapaswa kuacha asilimia isiyopungua 20 ya madini yale ndani ya nchi kwa ajili ya kuchakatwa, kuyeyushwa na kufanyiwa biashara ndani ya nchi. Marekebisho haya yamepelekea Benki Kuu ya Tanzania kuweza kununua dhahabu kwa kiwango kikubwa sana. Zaidi ya tani 15 hivi sasa za dhahabu zimenunuliwa, na haya alikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu moja kubwa. Katika bara la Afrika, nchi wazalishaji watano wakubwa wa dhahabu, Tanzania na yenyewe ipo ndani yake. Lakini Tanzania haikuwemo kwenye 10 bora ya nchi ambazo zina hifadhi ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Hali hii ilipelekea Mheshimiwa Rais atoe maelekezo ifanyike jitihada ya haraka ya marekebisho ya sheria ili Benki Kuu aanze kununua dhahabu. Kwa sababu kwa Afrika anayeongoza kwa kuwa na tani nyingi ya dhahabu kupitia Benki Kuu ni Algeria, ana tani 174. Lakini kwenye 10 bora wa mwisho hapo kwenye 10 alikuwa ni Msumbiji. Yeye alikuwa na tani 3.6. Sisi Tanzania tumeanza ununuzi wa dhahabu kupitia Benki Kuu tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024. Ndani ya mwaka mmoja na miezi miwili tumefanikiwa kununua tani 15 za dhahabu kupitia Benki Kuu, ambayo inaifanya Tanzania sasa kuingia kwenye 10 bora na kuwazidi mbali Msumbiji, na sasa tunawatafuta walioko juu ndani ya mwaka mmoja. Ni mafanikio makubwa sana ambayo yanapatikana kupitia uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa, tukiwa hapo kwenye mafanikio, wananchi na sisi pia tuweze kufahamu sekta hii ya madini inachangia kwa asilimia ngapi pato la taifa? Kwa mujibu wa sera ya madini ya mwaka 2009 pamoja na mpango wa maendeleo wa taifa, sekta ya madini iliwekewa lengo la kwamba ifikapo mwaka 2025 iwe inachangia kwa asilimia 10 kwenye pato la taifa. Habari njema ni kwamba kwa mujibu wa taarifa la Shirika la Takwimu Tanzania NBS, mwaka 2024, kabla ya mwaka mmoja wa kimalengo, sekta ya madini imechangia kwenye pato la taifa kwa asilimia 10.1 kabla ya mwaka wa kimalengo wa 2025. Kwa hiyo lengo limetimiwa kabla ya mwaka ambao ulikuwa umewekwa na sera ya madini ya mwaka 2009. Kwa hiyo hivi sasa tunajipanga kuendeleza kuona namna ambavyo sekta hii itaendelea kutoa mchango mkubwa zaidi kuliko ulivyo hivi sasa. Mheshimiwa, unaweza ukatufafanulia kiundani zaidi mipango ya wizara
kuweza kuhakikisha pato hili linakuwa kupitia sekta hii ya madini? Cha kwanza kikubwa, lazima tuongeze shughuli za madini kufanyika kwa large scale, medium scale na small scale. Lazima tuongeze. Unaongezaje? Ni hivi sasa wachimbaji wetu wengi sana wanachimba kwa kubahatisha, na wengi wanapoteza mitaji na muda. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imedhamiria kupitia Vision 2030, ile madini, maisha na utajiri, kuhakikisha kwamba tunaongeza eneo kubwa zaidi ambalo limefanyiwa utafiti wa kina. Tukipata maeneo mengi zaidi ambayo yana taarifa za awali za kuwezesha watu kuchimba pasipo kupoteza mitaji yao, ni hatua ya kwanza kubwa ya kuhakikisha kwamba sekta yetu hii inakuwa na mchango kwenye pato la taifa utaongezeka sana, kwa sababu namba ya watu watakaokuwa wanashiriki moja kwa moja kwenye mnyororo wa sekta ya madini itaongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Kama leo nchi yetu imepimwa kwa 16% tu, haya ndio mafanikio ambayo tunayapata. What if tukifanikiwa kufikia lengo letu la kufikisha 50%? Maana yake ni kwamba tutakuwa tuna eneo kubwa la shughuli za madini ambayo pia itasaidia sana kwenye kuchochea uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Eneo la pili la mkakati wetu ni katika eneo la local content. Kama nilivyosema, eneo hili linatumia zaidi ya shilingi trilioni 5.1 kwa mwaka kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa na huduma. Zamani, kabla tujafanya marekebisho ya sheria, makampuni haya yalikuwa yanaagiza mpaka vyakula kutoka nje ya nchi. Sasa tumefanya marekebisho ya sheria, na mwezi ujao, mwezi wa kwanza, nitatoa tamko kubwa la kinchi la kutupeleka katika utaratibu huu mzuri wa kuwafanya Watanzania waweze kunufaika na sekta hii. Tatoa tamko la kuorodhesha huduma na bidhaa ambazo hazipaswi kusambazwa na wageni, 100% zifanywe na Watanzania. Haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunawaona Watanzania wakiwa wanaumiliki uchumi wa madini kwa 100% kubwa zaidi. Ukiacha kuchimba tu, lakini tunataka pia hata shughuli za upelekaji wa bidhaa na huduma mbalimbali zifanywe na Watanzania. Jambo hili linawezekana na ndio njia rahisi ya kuchochea na kukua uchumi wetu. Pale Kahama tumetenga eneo la ekari 1331 maalum kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vya kusapoti shughuli za madini. Mpaka hivi sasa tuna viwanda 15 vimeonyesha nia ya ujenzi wa viwanda vya kuzalisha bidhaa na huduma mbalimbali. Tunataka tuache kuagiza vitu kutoka nje ya nchi. Bidhaa zote za madini zile muhimu zipatikane hapa ndani ya nchi, na lengo letu ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usambazaji wa huduma na bidhaa migodini kusini mwa jangwa la Sahara. Hayo ndo hasa matamanio yetu. Tunaamini kupitia mfumo huo sekta hii itatoa mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu ya Tanzania, na tutavuka kutoka 10.1 kama mchango ulivyo hivi sasa kwenda mbele zaidi. Lakini pia Watanzania wengi watakuwa ni washiriki kwenye sekta hii, na pia wataimarisha na kukuza uchumi wao, kwa sababu fedha itabaki ndani. Na hapa ndo hasa kubwa ambalo tunalifanya, kuhakikisha trilioni 5.1 inabaki ndani kwa 90% zaidi ya 90%. Mheshimiwa, tumeshafahamu kuhusiana na kunufaika kwa Watanzania. Vipi katika mazingira ya uwekezaji kutoka nje? Je, ni rafiki? Kipimo cha nchi yoyote kama mazingira yake ni rafiki au sio rafiki, kwanza hatuna mgodi uliofungwa. Hakuna mtu aliyekimbia hapa kwamba mazingira yetu sasa ni magumu sana, hatuwezi kuendelea. Hakuna mgodi uliofungwa. Cha pili, tunaendelea kupokea makampuni makubwa duniani ambayo yanafanya uwekezaji kwenye sekta ya madini. Mtasikia taarifa muda mchache ujao, lakini hiyo ni ishara tosha ya kwamba sera zetu, mazingira yetu yanaruhusu uwekezaji, na ndio maana watu wanakimbilia kuja hapa.
Kwa kuhusu uwekezaji na mazingira, kwanza nishukuru sana ndugu wenzetu wa TISEZA, wametusaidia sana kwenye kuitangaza Tanzania ya kimataifa na kuonyesha fursa tulizonazo. Mliniona mwezi uliopita nilikuwa Manyara, pale tuna kampuni mpya inakuja nchini kwa ajili ya kufanya uwekezaji ya kuwa na mgodi mkubwa Manyara, mgodi wa dhahabu pale Hanang. Lakini pia kampuni zingine kubwa zinaendelea na majadiliano na baadhi ya kampuni zilizoko hapa kwa ajili ya kuja kuunganisha nguvu kufanya uwekezaji. Hiyo ni ishara tosha ya kwamba baada ya kuyapitia mazingira yetu kuanzia legal framework, kuangalia fiscal policy na vitu vingine vyote, sera yetu ya fedha, masuala ya kisheria, watu wameridhika na kuona kwamba ni sehemu nzuri ya kuja kuwekeza, na ndio maana sisi tunaendelea kuwapokea, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunalinda maslahi ya taifa katika sekta ya madini ili Watanzania wanufaika na sekta hii. Mheshimiwa, turudi kwa wachimbaji wadogo. Wachimbaji hawa wadogo wananufaikaje na hizi sera za Wizara ya Madini? Kwanza ukienda katika nchi nyingi barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania ni kati ya nchi chache ambazo zimewatambua na zimewasimamia kivitendo wachimbaji wadogo. Sheria ya madini kifungu cha 8 kifungu kidogo cha kwanza kinazungumza kutakuwepo na leseni ndogo au leseni ya msingi, primary mining license, kwa ajili ya Watanzania ambao wanalengwa wachimbaji wadogo. Ipo kwa mujibu wa sheria. Lakini vile vile wachimbaji wadogo wana vyama vyao na shirikisho lao, ambao pia sisi serikali ni sehemu ya wadau wetu, na mpaka kamishna wa Tume ya Madini mmoja anatokana na wachimbaji wadogo. Hakuna sehemu zingine unaweza kukuta mazingira haya. Sasa huo ni mfumo ambao tumeuweka, lakini wananufaikaje sasa? Wachimbaji wadogo wa Tanzania hivi sasa wanasimamiwa na mlezi ambaye ni STAMICO. Kama nchi kupitia maelekezo ya Mheshimiwa Rais zimenunuliwa mashine za uchorongaji 15 kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo ambao katika hali ya kawaida wasingeweza kwenda kuchimba chini mpaka mita 100 na kuendelea. Lakini vile vile vikundi vya akina mama wamegaiwa vitu vinaitwa jaw crushers. Inasaidia kusaga mawe, ambao ni mradi mkubwa sana. Nilikuwa juzi na kina mama pale Mwakitorio, Shinyanga. Ni mradi mkubwa kabisa, kwamba wao wanao mashine, wale wachimbaji wadogo wote wakichimba yale mawe yao, wao wanaenda kuwasagia na wanapata kipato. Wamewezeshwa na serikali. Lakini pia katika mpango ambao tunakuja nao hivi sasa wa upimaji, lengo kubwa ni kuhakikisha tunawasaidia wachimbaji wadogo waache kuchimba kwa kubahatisha. Kwa hiyo tumeweka focus kubwa, kwa sababu tunaamini kabisa hawa wakiwezeshwa vizuri wana uwezo wa kutoa mchango mkubwa sana kwenye sekta yetu ya madini. Lakini kuongezea moja la mwisho katika eneo hili la kuhusu wachimbaji wadogo, hivi sasa tunazungumza na wenzetu wa Wizara ya Fedha. Uko mfuko unaitwa Export Credit Guarantee Scheme. Ni mfuko wa dhamana ambao mfuko huu tunataka tutumie vizuri this time ili tuwasaidie kuwakopesha wachimbaji wadogo, wafanyabiashara wa madini, lakini vile vile na wale ambao wameshasogea hatua fulani. Nchi zote huwa zinawasaidia watu wao, na sisi lazima tuwasaidie watu wetu. Tunataka tuhakikishe kwamba wanawezeshwa hawa wafanyabiashara, kama ni wa dhahabu na madini mengine, tuna uwezo wa mtaji wa ndani wa kununua madini yetu badala ya kutegemea mtaji kutoka nje. Leo hivi sasa asilimia kubwa ya hawa dealers walioko hapa mitaji yao mingi inatoka Dubai. Tunataka tukate huo mnyororo kwa sisi wenyewe kupitia mfuko wa dhamana na benki zetu zilizoko hapa nchini Tanzania, kuweza kusaidia ile kundi la wachimbaji wadogo ambao wakiwezeshwa tuna uwezo wa kubakisha manufaa mengi sana ndani ya nchi, na huo ndo mkakati ambao tunauendea hivi sasa. Mheshimiwa, asante kwa maelezo hayo ya wachimbaji kwa ajili ya mikopo na teknolojia za kisasa. Mheshimiwa, tufahamu tafiti za madini zinaimarishwaje hapa nchini? Kama nilivyosema,
hilo ndio eneo kubwa ambalo tunalifanya kupitia GST na hivi sasa tunao miradi ambayo tunategemea kuikamilisha ya kupima eneo kubwa zaidi la nchi yetu ya Tanzania, sambamba na manunuzi ya helikopta ambayo tutaifunga kifaa maalum ili iweze kutusaidia katika kubaini maeneo yenye viashiria vya madini katika hatua ya awali. Huo ndio mkakati mkubwa ambao tulionao hivi sasa. Mheshimiwa, turudi katika upande wa ajira. Ni ajira ngapi sekta ya madini imezalisha hadi sasa? Ajira rasmi kwenye sekta ya madini ni zaidi ya watu 18,700 na pointi hivi, ambao hawa ni katika ajira rasmi. Ajira zisizo rasmi, sekta hii imeajiri zaidi ya watu milioni 6 nchi nzima. Yaani kuanzia wale wachimbaji, mamalishe, wale bodaboda ambao wanazunguka maeneo yale, ukijumlisha wote zaidi ya watu milioni 6 wapo kwenye mnyororo wa sekta hii ya madini nchini Tanzania. Mheshimiwa, asante kwa maelezo hayo. Turudi katika upande wa mazingira. Serikali inalindaje yale mazingira ya wachimbaji? Sheria ipo wazi na sio sheria ya madini peke yake, pia tunashirikiana na wenzetu wa NEMC kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na kaguzi za mara kwa mara ili sekta hii isilete athari katika maisha na afya za Watanzania. Kwa hili limekuwa likifanyika. Kwa mfano kama tunao changamoto moja ya kule Mererani na maeneo mengine kuhusiana na mambo ya kifua kikuu kutokana na vumbi, tuko na hospitali Kibong'oto pale tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira yetu, lakini vile vile watu wanafuata taratibu zote na ukaguzi unafanyika mara kwa mara. Lakini pia hata migodi inapomaliza kufanya shughuli zake, sheria inataka kuwepo na ufunguaji wa migodi na kurudisha mazingira katika hali yake. Hii ni kwa mujibu wa sheria, na hii pia imekuwa ikifanyika kupitia Wizara ya Madini pamoja na wenzetu wa NEMC. Mheshimiwa, turudi kwenye upande wa mapato ya madini. Yanasimamiwa kwa uwazi. Mara kadhaa nimekuwa nikikusikia ukizungumzia habari za utoroshwaji wa madini. Hii ipoje? Tumekuwa na changamoto kubwa. Tunaendelea kuifanyia kazi ya kuziba mianya ya utoroshaji madini, kwa sababu ndio eneo pekee ambalo ukiongeza nguvu unaweza kupata rasilimali madini ikawa inachangia kwa kiwango kubwa sana katika upatikanaji wa mapato katika nchi yetu ya Tanzania. Wako bado Watanzania wachache na baadhi ya wageni ambao wao hawaamini katika mfumo rasmi wa biashara na wao wanaamini katika njia za pembeni ambayo inakosesha nchi mapato. Kwa tumeendelea kuimarisha kikosi chetu cha ulinzi kwa maana ya task force kwa ushirikiano pia na vyombo vingine vya ulinzi kuhakikisha kwamba tunaziba mianya, na mmekuwa mkiona kesi ziko nyingi mahakamani hivi sasa. Tumetaifisha madini mengi sana ambayo tumeyakamata na kuhakikisha kwamba watu wote wanarudi katika masoko na vituo vya ununuzi. Kwa hiyo nitumie fursa hii tu kuendelea kuwasisitiza na kuwataka wale wafanyabiashara wote wa madini nchini Tanzania na wachimbaji kuachana na utoroshaji wa madini. Kwa wale wafanyabiashara nilishasema, narudia tena, tukikukamata katika eneo hili sio tu kwamba tutakuchukulia tu, lakini tutakufutia na leseni na hautapata tena leseni ya madini hapa nchini Tanzania. Labda utafute shughuli nyingine yote ya kufanya, lakini leseni ya kufanya biashara madini hautaipata, sababu tutakwenda kwa blacklist ya watu ili popote atakapokwenda kwa ajili ya kutafuta hiyo leseni asiweze kufanikiwa. Kwa sababu zamani ilikuwa ukimkamata Shinyanga anakwenda kukatia Chunya. Sasa tumetengeneza mfumo hivi sasa ambao tutakuwa tuna uwezo wa kuweza kuwatambua na hatafanikiwa, lakini pia na madini yake yatataifishwa. Kwa nini uriski? Kwa nini uriski kuwa na madini ya bilioni 2 ukataka utoroshe, afu yakikamatwa yanapokonywa yote, unapoteza, unaanza upya? Kwa nini usiende ukaweka utaratibu mzuri, ukalipia tozo, ukalipia ushuru na kodi, nchi yako inufaike, lakini vile vile tuwasaidie watoto wetu wale, ujenzi wa madarasa, barabara zijengwe,
umeme upelekwe mpaka vijijini kupitia hichi ambacho unakikwepesha wewe. Kwa hiyo nitoe rai tu kwa wadau wote kwamba, na tena January tunakuja na operation kubwa sana. Operation kubwa sana. Hii nawatangazia, isitaki hiyo ya kificho. Nawatangazia operation kubwa sana tunaifanya kuanzia mwezi January. Kuna baadhi ya maeneo ambako kuna mianya tumeibaini, tutaanza operation hii na mtaona matokeo yake wa Tanzania. Mheshimiwa, katika siku za hivi karibuni ulizungumzia wale watu ambao wana leseni lakini hawaziendelezi, na kuna wengine ambao ulisema watanyang'anywa. Mchakato huu unaendeleaje hadi sasa? Zoezi linaendelea. Sasa hivi tunapita mkoa kwa mkoa. Mkoa kwa mkoa tunaorodhesha leseni zote zile kubwa za utafiti ambazo zifanyie kazi. Nimetoka juzi mkoa wa Mbogwe, tuna leseni 190 za utafiti katika mkoa wa kimadini wa Mbogwe. Tumeona zaidi ya leseni 70 na hivi hazifanyiwi kazi. Taratibu zinaendelea za kuwapa kitu kinaitwa default notice na baadaye tutakwenda kuzirejesha serikalini. Sawa, Mheshimiwa, tukiwa tunaelekea ukingoni, tuna kama dakika 3 kutoka sasa, tuzungumzie teknolojia. Teknolojia hizi za madini zinawanufaishaje hawa wachimbaji? Kwa hivi sasa tumejikita sana kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani madini yetu nchini Tanzania, lakini vile vile nakuja na uchimbaji wa kisasa na uongezaji wa thamani wa kisasa. Nianze na madini ya metali. Kwenye madini ya metali ambako asilimia kubwa sana nazungumzia hapa zao la dhahabu, tumekuwa na changamoto ya matumizi ya zebaki ambayo imekuwa ina athari kubwa sana katika afya za wananchi wetu, na upo mkakati wa kidunia kuhakikisha kwamba matumizi haya yanakoma. Kwa Tanzania hivi sasa tulikuwa na vituo 3 vya mafunzo kwa ajili ya wachimbaji wadogo katika uongezaji thamani madini na kuyachenjua madini. Na hivi sasa tunafanya kupitia kitu kinaitwa CIP, ni carbon and pulp, ambako ni mtambo mdogo mkubwa unaweza kawa wa kuchenjua na kukamata madini ya dhahabu. Kwa tuna vituo kupitia STAMICO Katente, Rwamgasa na Itumbi, ambapo wachimbaji wadogo wanakwenda kufundishwa teknolojia mpya ya kisasa ya kukamata dhahabu pasipo kutumia zibaki. Hivi sasa mwamko umekuwa mkubwa sana. Asilimia kubwa ya wachimbaji wadogo sasa wameanza kununua na kutengeneza CIP za kwao. Haya ni mafanikio makubwa sana kwa matumizi ya teknolojia. Lakini pia tumeona kwenye nikibaki katika madini ya metali, kwenye nickel, hivi sasa kuna viwanda vingi vinaendelea kujengwa hata hapa Dodoma ambavyo vina teknolojia kubwa na kisasa ya kuweza kuprocess madini hayo. Kwenye madini ya vito, juzi nilikuwa pale Arusha, tunakamilisha ujenzi wa jengo letu la kisasa la TGC, ambapo tunategemea kwa train wa Tanzania wengi zaidi kuna uwezo wa kuongeza thamani, kukata na kupolish madini ya vito ikiwemo Tanzanite, ili pia kuwafanya watu wetu wawe wana ujuzi na kutumia teknolojia ya kisasa kwa kuongeza thamani madini yetu. Mheshimiwa, muda wetu umekwisha. Tuna dakika 1. Ni upi ujumbe wako sasa kwa Watanzania? Nitumie fursa hii kwa wachimbaji wote nchini Tanzania. Kwanza kuwaomba kuendelea kufuata taratibu za uchimbaji, especially masuala ya sheria, kanuni na taratibu ambazo zinaelekeza. Lakini la pili, tumepata rais ambaye ana mapenzi makubwa sana na sekta ya madini. Ni wakati huu mzuri kutumia wakati huu kujiimarisha na kujijengea uwezo mkubwa zaidi, ili mwisho wa siku wachimbaji hawa watoe mchango chanya katika uchumi wa sekta yetu ya madini. Mheshimiwa, mimi nakushukuru sana kwa muda wako, nikutakie majukumu mema, lakini pia nikutakie maandalizi mema ya mwaka mpya 2026. Shukrani. Mtazamaji wa Channel 10, mpaka kufikia hapa mimi nakuwa sina la ziada kutoka hapa Dodoma. Nilikuwa nazungumza na Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde, ambaye tumezungumza naye kwa takriban dakika 30. Tumezungumzia mikakati ya wizara kuongeza pato la taifa kupitia sekta ya madini. Mpaka kufikia hapa Dodoma tunakuwa hatuna la ziada. Mimi ni Roda Simba, lakini katika upande wa kamera na msimamizi wa matangazo haya nilikuwa na Mapendo Kasichi, na sasa narejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam kwako Emmanuel Mwakapotela.
amerudishwa